Mpendwa, kitabu cha Mathayo 11:11 Yesu anaeleza hakuna mtu mkuu kwa wanadamu wote waliozaliwa na wanawake. Yesu anasema hapajaonekana mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Mathayo 11 mstari wake ni 11. Yesu anasema, amini nawaambieni, hajaonekana mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Na hii ndio hukumu. Yesu anasema kwa wote waliozaliwa na wanawake hapajaonekana mkuu kuliko Yohana. Wapendwa, hii ndio hukumu. Yohana alivyo mkuu, anasema yeye ashuke, Yesu aongezeke. Hii ndio hukumu. Yohana ni mkuu na anasema yeye anashuka. Wewe basi mkuu, hutaki kushuka, ni kiburi. Yohana 3:30, hukumu yako iko mahali hapa kama utashuka. Yohana 3:30, Yohana anasema Yesu yeye hana budi kuwa mkuu zaidi na mimi nizidi kupungua. Yohana anasema licha ya kuwa Yohana ni mkuu, Yohana anasema yeye apungue, Yesu aongezeke. Wewe ambaye ni mdogo hautaki kupungua, hiyo ndio hukumu wewe. Hiyo ndio hukumu. Yohana ni mkuu na anasema yeye ashuke, Yesu aongezeke. Unashuka vipi? Unapunguaje? Kwa kutubu na kusulubiwa kwa imani na Yesu Kristo. Yesu anakuita utubu na usulubiwe na Yesu Kristo kwa imani. Usulubiwe na Yesu kwa imani. Kutubu ni kugeuka kwa njia mbaya. Yohana anasema yeye ni mkuu lakini ameshuka. Wewe si mkuu, hutaki kushuka. Mpendo, hiyo ndio hukumu. Yohana anashuka. Yohana anashuka, anasema yeye apungue. Yohana anasema yeye apungue, Yesu ongezeke. Yesu ongezeke. Unapunguaje? Unapungua vipi? Kwa kutubu na kusulubiwa pamoja na Yesu Kristo kwa imani. Mathayo 4:17. Mathayo 4:17, hii ndio kupungua. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema tubuni. Yesu akisema tubuni. Kutubu ni kugeuka kwa njia mbaya. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anasema tubuni. Yesu anasema tubuni. Baada ya toba ni twende na Yesu Kristo msalabani kwa imani. Hii ndio kupungua. Wagalatia
mstari wake Wagalatia 2:20, samani ndio kupungua. Nimesulubiwa, nimesulubiwa, nimesulubiwa pamoja, nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena niishie, bali Kristo ndiye aishie ndani yangu. Nimesulubiwa pamoja na Kristo, wala si mimi tena naishi, bali ni Kristo aishaye ndani yangu. Uhai nilionao sasa katika mwili ninaishi kwa imani katika mwana wa Mungu. Kupungua ni kutubu, kugeuka kwa njia mbaya na kusulubiwa pamoja na Kristo Yesu kwa njia ya imani. Kwa njia ya imani wewe ondolewe, Yesu Kristo aishi. Umekuwa Mungu kwa maisha yako. Ukitaka kulala na Biblia yenyewe right on time. Wewe ukitaka kununua fegi, ukitaka kununua mugoka, ukitaka kununua bangi, wewe umekuwa Mungu wa maisha yako. Ni wapi umepungua? Wapendo, hukumu ni hii. Yohana licha ya kuwa ni mkuu, Yohana anapungua. Anasema yeye apungue, Yesu ongezeke. Wewe ambaye si mkuu, Yesu anakuambia hii ndio hukumu. Yohana ni mkuu na anapungua, Yesu ongezeke. Wewe si mkuu kuliko Yohana, mbona upungui? Kwa toba na imani, kusulubiwa, maisha yako ondolewe, maisha ya Yesu Kristo yawekwe. Wagalatia 4:6, Mungu anasema kwa kuwa tumefanyika wana, ametuma roho ya mwanae ambaye ni Kristo Yesu ndani ya mioyo yetu, aliye Aba, yani Baba. Hili limefanyika kwako. Yesu ni kiongozi wa maisha yako. Yesu anatawala viungo vya mwili wako. Yesu anatawala maisha yako. Yesu anatawala mdomo wako. Maneno gani yanatoka kwa kinywa chako? Maneno gani yanatoka kwa kinywa chako? Viungo vyako vya siri unavitumia kwa utakatifu, kwa ndoa takatifu, ama una tofauti na malaya? Alafu unaishi ukiamini utaenda mbinguni? Yesu anakuambia pungua, weka kiburi chini mwanadamu. Afya ya leo isikupatie kiburi. Wale watu walikufa jana, walikuwa wanafikiria leo wataendelea na maisha yao. Hiyo ndio udanganyifu wa kiburi, hiyo ndio udanganyifu wa maisha. Mimi na wewe anytime tunaondoka hapa. Hakuna mkataba umeandika chini na Mungu lisali moja lingine we hapa. Mimi vile vile. Tayarisha moyo wako mpendwa. Yohana anashuka. Ukiona mtu mkubwa anashuka, yule mdogo anafaa shuka zaidi, la sivyo atahukumiwa. Hiyo ndio hukumu. Kushuka kwa Yohana, kupungua kwa Yohana ili Yesu ongezeke ni hukumu tosha kwa mwanadamu ambaye yuko chini ya Yohana, ambaye hataki kupungua kwa toba na kusulubiwa pamoja na Kristo Yesu. Haleluya.